Kilio cha msitu wa giza. Mtazamaji wa Chemba Talk Show, leo hii tunazungumza story moja ya msitu wa giza. Story hii ndani yake kuna vitisho, lakini kuna funzo kubwa unaweza kulipata kupitia kilio cha msitu wa giza. Sasa humu ndani kuna wahusika 10. Kuna mtu anaitwa Juma, kuna mtu anaitwa Rehema. Juma huyu mbishi sana. Daudi, Neema, Hasani, Asha, Peter, Salma, Mzee Mtemi, kiumbe wa msituni. Story yenyewe ndio iko hapa. Sasa sehemu ya kwanza katika story yetu inaonekana miaka mingi sana. Nikwambie tu kwamba miaka mingi iliyopita kulikuwa na msitu ambao ulikuwa ukiogopwa na kila mtu katika kijiji cha Mlimani. Wazee walidai kuwa kila mtu aliyethubutu kuingia humo katika usiku hakuweza kurudi tena akawa mzima. Na hapa ndipo unapata kilio cha msitu wa gizani. Lakini vijana 4 katika kijiji hicho waliona hadithi hizo ni za kutisha watoto, sio za uhalisia pamoja na za kweli. Sasa vijana hao walipata nini? Sasa katika sehemu ya pili, wakiwa kijijini sasa wale vijana, Juma anasema, mimi naamini hizo ni hadithi za wazee. Hakuna mzimu wala mapepo wala kinyankela wala kibwengo aliyopo kwenye ule msitu. Hassan anamwambia, kabisa, tena usiku ukiingia leo tunaenda msituni ili tuthibitishe hili ambalo anatuambia. Kweli tukiingia msituni haturudi? Rehema, lakini ndugu zangu, kina kaka zangu, wazee wamekataza, ametuambia kabisa kwamba ukiingia huko utoki, na nyie magharibi wenu huo utawaponza. Peter anaingia uoga huku anasema, wewe, mimi sio muoga tena. Rehema, hakuna kitu kama hicho. Basi mara kidogo wote wanakubaliana kwamba usiku ukiingia waingie msituni. Sasa sehemu ya 3, usiku wa saa 5 usiku, vijana wanakutana pembeni ya kijiji wakiwa na tochi. Kila mmoja kashika tochi. Asha anasema, jamani, mna uhakika tunapaswa kufanya hivi kweli? Daudi anajibu, tumechelewa kurudi nyuma, lazima twende. Wanaanza kutembea huku kuelekea msituni. Ghafla wanafika msituni, upepo mkali unawapuliza. Kila mmoja hali inabadilika, anaanza kutetemeka. Salma anasema, jamani, mmeusikia huo upepo? Neema anamjibu, nimeusikia kama kuna mtu amepita vile, halafu nasikia baridi kali kweli kweli. Kwa ukimya wote wananyamaza kwa sekunde. Sawa, sehemu ya 4, ndani ya msitu sasa. Tochi zinaanza kufifia ghafla, lakini pia Hasani anasema, jamani, betri zinazima na kuisha, tunafanyaje? Ghafla sauti ya mwanamke inasikika, Nisaidieni. Rehema anawaambia wenzake, jamani, mmesikia sauti? Peter, ndio. Sauti inarudia tena, Nisaidieni. Wanaanza kufuata sauti, wanaenda ndani. Sasa sehemu ya 5, wanafika kwenye nyumba ya chakavu humu ndani ya msitu, katikati ya msitu. Sasa mlango umefunguka wenyewe ndani ya hiyo nyumba. Sasa Juma anasema, hakuna mtu hapa, ngoja tuingie. Wanaingia ndani. Sasa ndani kuna picha za zamani ambazo zilizofunikwa na vumbi. Ghafla mlango unafunguka kwa nguvu. Basi baada ya kufunguka, baadaye unajifunga wenyewe. Papa! Asha anasema, jamani, tufungulieni, kwa hofu. Tufungulieni. Wote wanaingia na hofu, wanaangalia huku na kule. Sehemu ya 6, ghafla picha moja inaanguka chini ya ukuta. Ndani yake kuna sura ya mwanamke mwenye macho mekundu. Salma anasema, hiyo picha haiwezi kuwa hapo. Mara tochi zinazimika, wote kwa pamoja, giza linafunika kila mmoja na kila kitu kinaonekana kutoenda sawa. Wanaingiwa na hofu kubwa. Asha anasema, jamani, kweli usiposikia la mkuu huvunjika guu. Sehemu ya 7, katika giza hilo sauti nzito inasikika, mmekuja wenyewe, hamtotoka hai. Daudi anasema, nani hapo? Nani yupo hapa?
Hakuna anayejibu. Badala yake kuna sauti tu zinasikika kishindo kama zinakaribia, tap 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 tap, yani anawasogelea. Sasa sehemu ya 8, tochi moja inawaka ghafla. Baada ya kuwaka, mwanga unamulika ukutani. Kuna maandishi inasomeka, hamtotoka hai. Sasa Neema anasema, jamani inabidi tukimbie. Wanakimbilia mlangoni, lakini wanapofungua mlango wanamuona kiumbe mrefu mwenye macho mekundu akisimama mbele yao. Kiumbe huyo huku anatabasamu. Kiumbe anawaambia, mmekaribishwa. Kisha anapiga kelele ya kutisha. Sasa wakati anapiga kelele hizo, skrini inakuwa nyeusi. Mwisho ambapo skrini hiyo inakuwa nyeusi, kila mmoja anatetemeka. Sasa nikwambie tu kwamba, msikilizaji na mtazamaji, kuna vijana ambapo watafanikiwa kutoka msituni au watajiunga na waliopotea miaka mingine mingi iliyopita. Sasa hii itaendelea.